Basi mara baada ya bibi Alex kugundua kwamba ana ujauzito, aliamua kurejea nyumbani, kisha akachukua diary yake inayoonyesha mzunguko wote wa hedhi. Akaanza kuhesabu kwa umakini wa juu sana ili ajue kwamba mimba hiyo imetunga ndani ya siku gani. Bibi Alex alianza kuvuta kumbukumbu juu ya siku ambazo amekuwa akichepuka na Randall. Akazihesabu kwa utulivu wa juu mno. Kisha akabaini kwamba mnamo siku ya tarehe 22 mwezi uliopita alimpa Randall utamu wote bila uchoyo, na siku hiyo ndio ilikuwa siku ya hatari zaidi kwake. Alex alizidi kupagawa, akawaza juu ya kuaibika, kwani yeye ni mzungu mweupe na mumewe ni mzungu mweupe pia. Hivyo itakuwaje endapo atazaa mtoto mweusi kama Randall? Jambo hilo lilimfanya Alex akose furaha kabisa. Ilibidi Alex atoke chooni na kurejea chumbani, ila alipofika chumbani alishangaa kuikuta simu yake ikiita, na mpigaji hakuwa ni mwingine bali ni huyo huyo Randall, mtu mweusi aliyechepuka naye siku chache tu zilizopita. Na isitoshe leo hii tayari kishambebesha mimba bila kupenda. Bibi Alex alipokea simu hiyo na kujibu kebehi, tena katika namna ya kutisha sana, huku akisema eti mimba hiyo ataitoa alafu mtoto huyo atamchinja na kumla nyama. Kisha akakata simu na kumwacha Randall katika hali ya sintofahamu. Unajua nini mtu wangu? Hebu gusa alama like kisha subscribe ili unipe nguvu ya ajabu, alafu utatisha sana. Twende kazi. Basi tukiachana na upande huo, tunaelekea kwa Bwana Brady, ambapo siku hii anaonekana kufanyia kazi nyumbani, maana ni siku ya weekend. Ila wakati Brady akiwa ndani anafanya kazi, ghafla watoto wake waliingia ndani na kumwambia kwamba Uncle Randall yupo nje anamsubiria. Lakini Randall aliamua kuingia ndani bila hata ya kukaribishwa. Akampa hai Brady na kuomba apakiwe kahawa. Hapo ndipo Brady akamwambia Randall ajihudumie mwenyewe. Randall akaelekea moja kwa moja mpaka kwenye kabati, akachukua kikombe cha kahawa kilichoandikwa I love you Alex. Kisha Randall akajipimia kahawa na kuanza kunywa huku akitabasamu. Lakini Bwana Brady wala hakujali, maana huwa anamchukulia Randall kama jirani tu na rafiki wa karibu sana. Kumbe wapi, Randall mwenyewe ni nyoka na ndiye anayemegea mkewe. Basi ndani ya muda huo huo bibi Alex naye aliingia sebuleni na kumkuta Randall akitumia kikombe hicho kilichoandikwa I love you Alex. Moyo wa Alex ulipiga pa, kisha akampukunya Randall kikombe hicho na kumbadilishia kikombe kingine. Brady akawa anacheka tu huku akisema hiyo wala haina shida. Alex angemwacha Randall endelee kukitumia tu, maana hicho ni kikombe kama vilivyo vikombe vingine vya kawaida. Randall alizidi kutabasamu huku naye akisema I am so sorry Brady. Kisha Randall akaondoka zake, ingawa katika hali ya wivu sana, huku nyuma akisalia Brady na bibia Alex katika namna ya huba changa lenye sintofahamu ndani yake, maana Alex anajua alichokifanya, hivyo anasubiria matokeo yake. Bibi Alex aliamua kumweleza Bwana Brady kwamba yeye ni mjamzito, ila Brady akastaajabu mno, kwani hakutarajia kusikia taarifa kama hizo ndani ya kipindi hiki. Ilibidi Brady atoke nje na kumwacha bibi Alex peke yake humo sebuleni. Alex akahisi kupagawa mara baada ya taarifa hiyo ya mimba kupokelewa vibaya na Bwana Brady. Basi ndani ya siku hii Eddie aliamua kufanya safari mpaka nyumbani kwa Speranza. Kisha Eddie akawa anamuoshea sana Speranza, maana hawa wawili mwanzoni walikuwa ni wapenzi, ila kwa sasa wameshapeana talaka. Lakini Eddie hataki kumove on, bado anammezea tu mate Speranza kiasi cha kumharibia kila relation yake mpya anayoingia. Sasa leo Eddie amekuja rasmi kumtana Speranza kwamba amempiga risasi mpenzi wake mpya anaitwa Julius. Speranza akaogopa mno, maana siku zaidi ya 3 zimepita pasi na kumwona Julius ambaye huyu ndiye mpenzi wa sasa wa Speranza. Bibi Speranza aliogopa, maana akili za Eddie anazifahamu fika. Eddie aliendelea kucheka huku akivuta bangi yake bila kujali, tena akiwa ndani ya kombati zake za kiaskari, maana hiyo ndo kazi yake inayomweka hapa mjini New York City. Basi tukija huku upande wa pili tunamwona bibi Alex akiwa na stress sana, maana hii mimba design kama inamchanganya mno. Anaingia huku na kutokea kule, mara chumbani mara chooni, yani balaa mtindo mmoja. Basi bibi Alex aliamua kujikaza, akatoka chooni na kuelekea moja kwa moja mpaka sebuleni. Kisha akamkuta Brady akiwa na hasira kama zote. Mara ghafla Alex akaanza kujiongelesha upuzi, mara amuulize Brady kwamba eti anaenda kazini wakati mtu kavalia suti safi na briefcase ipo juu ya meza. Sasa sijui hata hapo nauliza nini. Brady aliamua kukausha tu huku akimpimia Alex kwa hasira kama zote. Bibi Alex alijiongelesha ujinga mwingine tena na kumwambia Brady kwamba eti mimba aliyokuwa nayo sio kama zingine zilizopita, maana hii inampeleka puta balaa. Naye Brady aliamua kujibu na kusema kwamba huenda hiyo sio kawaida, ndio maana inamfanya apagawe. Bibi Alex alibaki tu akiwa na shangaa, na hapo Bwana Brady akamchapa swali lingine na kumwambia kwamba hiyo mimba ina miezi mingapi, ili naye ajue, kisha avute picha juu ya siku hiyo, akumbuke namna alivyomjaza Alex ujauzito huo. Lakini hapo bibi Alex alinywea, maana kiukweli ni muda mrefu sana umepita bila ya Alex kukutana kimapenzi na mumewe Bwana Brady. Ilibidi Alex ajibu na kusema kwamba baadaye ndo atatoka kwenda kumuona daktari ili apate jibu sahihi la swali hilo.
Mtaalamu wetu Bwana Brady alicheka huku akisema wala bibi Alex asijali, maana kila kitu chenyewe kitakaa sawa mara baada ya mtoto kuzaliwa. Bwana Brady alichukua briefcase yake juu ya meza na kutoka nje tayari kabisa kwa kuelekea kazini, huku nyuma bibi Alex akihisi kama kujinyeanyea hivi, moja ikawa haikai wala mbili. Kuchepuka ni noma sana mtu wangu. Kama wewe una mpenzi wako, hebu wewe mpende tu, alafu mtulie naye, hayo mengine tuachane nayo, twende sawa. Baada ya Bwana Brady kutoka nje, alishangaa kumkuta Rando akiwa anafyeka ukoka hapo nje kabisa ya nyumba yake, maana nyumba zao zipo karibu sana. Brady akaamua kumfuata Rando na kumuuliza jambo, maana huyu ni rafiki wake wa karibu sana. Brady akamuuliza Rando kwamba hivi hajawahi kumuona mwanaume yoyote akiingia hapo nyumbani kwake wakati ambao yeye huwa ametoka. Rando akashangaa sana, ila Brady akaendelea kusisitiza huku akisema, Rando, niambie tu rafiki yangu, hivyo je, kumuona mwanaume yoyote akija hapo nyumbani kwangu na kuingia ndani alafu akajifungia chumbani na Alex wangu? Rando alikosa majibu, akabaki tu akiwa ameduaa. Ikabidi Bwana Brady aondoke zake na kuelekea kazini. Ila kumbe tukio hili lilimwacha Rando na maswali mengi sana kichwani. Akahisi pengine Brady kishaanza kushtukia jambo fulani hivi la siri. Wakati Rando akiwa anaendelea kuwaza, ghafla alishangaa kumuona Bibi Esperanza akija na kufika mpaka hapo alipo. Kisha Bibi Esperanza akamuomba Rando aende kumsaidia kushusha vitu kwenye gari, maana ndo keshahamia rasmi kwenye mtaa huu. Ila kabla hata Rando hajamjibu, ghafla akafika Masi, ambaye huyu ndiye mke halali wa Rando. Bibi Masi akaingilia kati mazungumzo hayo na kusema eti Rando yupo busy sana kwa siku ya leo, hivyo hataweza kabisa kumsaidia Bibi Esperanza kuhamisha vifaa vyake. Kama vipi Esperanza atafute mtu mwingine tu. Hapo ilibidi Bibi Esperanza aondoke zake, huku nyuma Masi akimwambia Rando kwamba kama asilete mazoea karibu na Bibi Esperanza, maana Masi anamchukia sana Esperanza, na isitoshe Esperanza ni malaya aliyekubuhu. Rando alicheka tu huku akisema kwamba wala Bibi Esperanza haonekani kama ni mtu mbaya kiasi hicho anachosema Masi. Design kama Rando alishaanza kummezea mate Bibi Esperanza kwa aina fulani hivi, maana Rando huyu ni mtaalamu kwa gonga wake za watu, hasa wake wa majirani zake. Na ndo hivyo tena, Bibi Esperanza kajileta mwenyewe kwenye mtaa huu. Sijui kama kweli Rando atamwacha salama. Tukiachana na upande huo, tunaelekea huku kwa Bwana Brady, ambapo leo Bwana Brady yupo ofisini kwake, huku akiwa ana mawazo tele sana kichwani, maana mkewe anadai kwamba ana ujauzito, na wakati alikuwa akitumia vidonge vya uzazi wa mpango kwa muda mrefu tu. Ghafla wakati Brady akiwa anawaza, ghafla aliingia Eddie, mchizi ambaye ni mbabe sana. Ila leo Eddie alikuja akiwa na furaha sana. Ikabidi Brady amuulize kwamba nini kimemzidi mpaka Eddie ana furaha kiasi hicho. Eddie akajibu na kusema kwamba eti anayo furaha kwa sababu amembananisha mwanaume anayetoka na Esperanza kwa sasa, na isitoshe amempiga risasi ya mguu, hivyo Eddie anayo furaha sana kupita kiasi. Brady alimsihi Eddie asiwe hivyo, maana yeye ni askari, hivyo jamii inamtegemea kupita kiasi. Ila wakati wakiwa wanapiga stori mbili tatu, ghafla secretary wa Bwana Brady alifika hapo ofisini na kusema kwamba personal doctor wa Brady anataka kuongea na Brady katika simu. Brady alimtaka Eddie atoke ili aweze kuongea na dokta wake katika njia ya simu, ila Eddie aligoma, akataka Brady apokee simu hiyo na yeye akiwemo humo ndani. Brady alitabasamu kisha akafanya hivyo, akaipokea simu yake na kuanza kuongea na dokta wake katika njia ya simu, huku Eddie akisikiliza kwa makini sana, na mazungumzo yao yalihusu ishu ile ya bibi Alex kuwa mjamzito. Muda wote Eddie akawa amekodoa macho tu, na mara baada ya mazungumzo baina ya dokta na Bwana Brady kukamilika, Eddie alichomekea neno la kijana na kusema kwamba kama Brady hana uhakika sana na hiyo mimba, basi amuulize Rando, maana amekuwa akiwaona bibi Alex na Rando wakitoka out mara nyingi sana. Brady alibaki tu akiwa anacheka, maana huwa ameyazoea maneno hayo ya utani ya Bwana Eddie, hivyo wala hakutaka kuyatilia maanani maneno hayo ya Bwana Edward aka Bwana Ed. Naam, kwa leo tutaishia hapa. Ni kuombe tukutane tena kwa wakati mwingine ili tuendelee na sehemu ya 3 ya simulizi hii tamu sana ya kuitwa If Loving You Is Wrong, kama kukupenda wewe ni makosa. Usiache kulike, kucomment, kusubscribe na kushare. Fanya hivyo utatisha sana mtu wangu.